Ilikuwa ni siku ambayo nina furaha kweli kweli, nikiagana na marafiki zangu shuleni. Ni siku ambayo tayari wanafunzi wa kidato cha 4 tulishamaliza mitihani yetu ya mwisho, na kesho mapema sana kila mtu alitakiwa kuondoka na kuelekea nyumbani kwao. Na mimi tayari nilishaongea na baba na akaniambia ananitumia dereva wa kuja kunifata na kunirudisha nyumbani, maana yeye amebanwa sana na kazi. Nilikuwa na raha sana, nilimisi sana mama yangu, yaani sana. Nilikuwa na kihelehele sana, na hadi nimemisi dada Amanda. Huyu ni dada ambaye amenilea tangu nikiwa na miaka 10, maana wazazi wangu mimi ni watu wa kazi, so wakiwa bize sana. Na dada Amanda ni dada ambaye anatusaidia kazi za nyumbani. Yaani nilikuwa natamani kupambazuke haraka nirudi nyumbani jamani. Bas hii siku mimi na rafiki zangu hatukulala kabisa, ni story tu dom mwanzo mwisho, yaani ni raha tupu. Hapo nilishapanga kila kitu changu katika mabegi, yaani nilikuwa nipo standby kwa kuondoka. Aisee, tuliongea mno usiku mzima, yaani mpaka saa 10 ile alfajiri. Mimi binafsi ndo najiona nimechoka sana, nikapanda kitandani na kupumzika. Asubuhi na mapema tukaanza kuamshana, ilikuwa ni vibe la kutosha, yaani nasema ni vibe mno jamani. Kuondoka nyumbani raha sana nye. Mwaka mzima nipo shuleni, especially huu mwaka wa 4 hatukurudi likizo kabisa. Ni tuligongeka kweli kweli, so nilichoka maisha ya huku shuleni na nilikuwa natamani sana kwenda nyumbani. So tulikuwa na raha sana, na ndo siku ambayo tulikuwa tunamaliza kidato cha 4, yaani tulishafanya mitihani kabisa. Na hii siku sasa ndo baba alikuwa kanitumia dereva anifate huku Arusha niliposoma na anirudishe Tabora ipasavyo kule nyumbani kwetu. Na baada ya hapo baba yangu ni mwalimu wa chuo cha ualimu ngazi ya diploma, na yeye ndiyo mkuu wa chuo, na mama yangu mimi ni daktari mkubwa katika hospitali kubwa Tabora. So kwetu sisi jamani, mpunga upo, ila nashukuru tu kwa kweli. So hata mimi nimesoma Arusha Marian Girls Primary School, Marian Girls Private School, na ada nilikuwa nalipia milioni 4 kwa mwaka. Na nimeanza tangu primary mimi kukaa bweni na kusoma shule za private mpaka namaliza form 4. So kwa kiasi fulani sijakulia katika mazingira ya shida kabisa jamani. Mimi naitwa Zara Jackson Nyarungwe. Mimi ni mtoto pekee kwetu, yaani kwa baba yangu na kwa mama yangu. Mimi ni binti ninayependwa sana na wazazi wangu, hasa baba jamani. Yaani baba ananipenda mno, yaani baba ananilea kwa kunidekeza kweli kweli. Ninachokumbuka mpaka huu muda mimi namaliza kidato cha 4, baba yangu hakuwahi kunipiga hata siku moja. Hata mama sikumbuki lini alinipiga, labda kunisema tu. Mimi bwana ni Mnyamwezi wa uko Tabora Isevya, na ndiyo tunapoishi, ila mama yangu ni Msukuma wa Geita, na mimi ni binti wa kawaida tu. Siwezi kusema mimi ni mzuri sana wala ni mbaya sana, ni binti wa kawaida na ni mweusi pia, mie shepu wala
sikujaliwa, ila nashukuru nipo kuzuri tu. Na mimi bwana, ninapenda sana kudeka sana, yani sana, yani napenda sana kudeka mno, hasa kwa baba yangu, kwa sababu baba alionyesha dhahiri kwamba ananipenda. Ndio maana nikawa nadeka, sio kwamba najidekeza, hapana, yani automatically tu mimi nilikuwa ninadeka. Kwa kuwa kulisha kucha haraka, nikaanza kujiandaa kwa ajili ya safari yangu ya kurudi nyumbani, maana nilishajua dereva wetu Imze Lazaki atakuwa kashafika kunifuata, maana ni mtu makini sana. Basi nilipotoka kuoga nikavaa tracks zangu na nikapendeza mno. Baada ya hapo sasa nikatoka nje na mabegi yangu, nikakutana na wenzangu, kila mtu yupo assemble na mabegi yake kusubiri wazazi. Maana sisi shule yetu ni lazima tulikuwa na raha mno. Basi kila mtu akawa anafuatwa na wazazi wake na walezi wake. Mie nikawa nimetulia sasa, na mgoja dereva wa mzee Lazaki ili anipeleke nyumbani. Jamani, nilikaa kuanzia asubuhi mpaka saa 5 sijaona gari ya nyumbani, yaani mwenzenu. Wazangu ni wazazi wao wanafika, wanachukuliwa, wanaondoka. Mimi nimetulia tu, hata sioni dalili yoyote. Ase nilichukulia sana, nikaenda kuomba simu kwa mwalimu kwanza, kisha nikapewa. Nikampigia simu baba, nikasema baba, shikamoo. Baba akaitikia marhaba mlembo wangu, vipi ameshafika dereva? Nikasema baba, kwani imekuwaje, mbona mpaka sasa sijafuatwa? Wenzangu wote wameshaondoka na mimi unanifanyia hivi kwa nini baba? Mimi nishachoka kukaa shule jamani. Baba akanambia, sorry jamani mtoto wangu, sikia ni hivi, mzee Alfajil kwa sasa amestaafu kazi, huna dereva mpaka sasa. Basi fanya mpango uwe na dereva mpya, tumwajiri ndo anakufuata. Ila aliniambia yuko njiani, kulikuwa kuna shida, kuna sehemu alikuwa kuna ajali, na hisi hapo ndo kumesimamisha na kumchelewesha, ila atakuwa anakaribia kufika. Punguza hasira malkia wangu. Nikasema no daddy, hebu nipigie hilo dereva lako jipya, liambie liwahi kufika. Ninachotaka sana baba, kukaa huku Arusha na hamu sana na mama yangu. Sasa mpaka sasa hivi hajafika hapa, unadhani inakuwaje baba? Nitafika huko usiku sana. Lakini baba akanambia, muhimu kufika binti yangu, hata ukifika usiku kuna shida gani? Na unarudi nyumbani na mama yako atakuwa anakungojea kwa hamu. Hebu tulia, nampigia simu sasa hivi kumuuliza amefikia wapi. Sawa. Nikasema sawa dadi. Basi nikamrudishia simu mwalimu, kisha sasa nikarudi kutulia na wenzangu, nikiendelea kusubiria. Hata hamu na stories ziliisha jamani. Nilikaa mpaka saa 7 mchana, sioni dereva wa baba wala nini. Nilimaindi mno, najua nilichukia, yani tulibaki wachache mno mpaka hamu ya kurudi nyumbani ikaisha kabisa. Nilikuwa na hasira sana, nikawa nimenuna pale kweli kweli. Yani saa 8 mchana ndo naona gari yetu ya nyumbani inaingia. Naifahamu
ni hali ya nyeusi, na hii ndo kama baba alinunulia mimi, na huwa naendeshwa nayo sana nikiwa nyumbani. Kisha akashuka kijana wa makamu, alikuwa ni mkaka mkubwa tu, nikimkadilia umri anafika miaka 30. Huyu kaka hapo mimi nilikuwa na miaka 17. Basi yule kaka alivushuka tu, nikaona kaingia kwenye ofisi ya mwalimu, na baada ya muda akatoka na mwalimu. Sasa akaja kuniita akasema, Zara, tayari dereva wa baba yako akashafika, naomba ubebe mabegi yako usogee pale ili muweze kwenda nyumbani. Nikasema sawa, ila nilikuwa nimechukia sana, kwa nini achelewe kufika nyumbani, mpumbavu huyu. Basi nikavuta mabegi yangu kwa hasira, yalikuwa mawili, mpaka katika parking aliyopaki gari. Nilipofika nikayabwaga nje yale mabegi pale, nikamwambia naomba uingize hizo begi ndani haraka ipasavyo. Niliongea ile kiukali, mamlaka kweli kweli. Basi yule mkaka akaja akainua mabegi yangu, kisha akaweka kwenye buti la gari, alafu akapanda ndani ya gari. Hapo mimi tayari nilishapanda muda mrefu, na nilikaa mbele nikiwa nimevuta mdomo kweli kweli, yani nilichukia mno. Basi yule kijana akaniambia, hujambo, wala sikumjibu, sijui alitegemea nitamwamkia na hivi kanitibua. Nilimkalia kimya. Yule kaka akasema, okay, mimi naitwa Melvin, ndio dereva mpya pale kwenu. Samahani kwa kuchelewa, nilikutana ajali kubwa maeneo ya Babati, imesababisha foleni kubwa, ndo maana nimechelewa. Samahani sana bosi. Nikasema, wewe bwana, hebu endesha gari, unajiongelesha nini? Umeshanichelewesha, nimekaa hapa tokea asubuhi mpaka sasa hivi saa 8 ndo unafika, kisha umefika, badala unipeleke nyumbani unaanza kuniongelesha ujinga wako. Hebu endesha gari, mimi niende kwetu nikapumzike, nimechoka sana. Yule kaka akaniangalia tu, kisha akasema sawa madam, na taratibu akaanza kudrive. Sasa nilikuwa nimenuna mno, yani nimenuna kweli kweli. Nikalaza siti na nikapumzika. Basi yule dereva akawa kimya, na yeye ana drive mpaka saa 11 jioni. Tukawa tumeshaingia Babati na tukaanza kuitafuta Singida. Nikamwambia, wewe, naomba utafute sehemu nzuri nipate chakula, maana nasikia njaa sasa. Huyu kaka akaniangalia, kisha akatabasamu, alafu akaniambia, Zara, unajua wewe ni kabinti kadogo sana. Mimi hapa ninavyoongea na wewe nina miaka 30, ila hata siku moja na sijawahi kumdharau mtu wa aina yoyote. Naongea na kila mtu vizuri, kwa heshima na kwa adabu. Hata wewe mdogo wangu, na kuomba kuwa mstaarabu, mheshimu kila mtu, na usione kwa sababu ya mimi kufanya kazi katika familia yako ukanichukulia kwamba ni mtu ambaye sijiwezi. Ni kweli sijiwezi, ila heshima ifate mkondo wake. Na unaonekana hauna heshima na wakati umetoka shuleni.
Sasa uko shule wewe umejifunza nini? Au unalinga kwa sababu ya pesa za baba yako? Hizi ni za baba yako. Jitahidi kuwa na heshima, unasikia mdogo wangu? Hii tabia nayo ilionyesha kwangu sio tabia nzuri. Kama ishu ni kuchelewa kukufuata, nimekueleza vizuri tu kuwa ni bahati mbaya, nimechelewa kwa sababu nilikutana na ajali. Please, na kuomba uwe na adabu na mimi, maana mimi nyumbani nina mdogo, nani sio mdogo peke yake, nina wadogo zangu kushinda wewe na wakubwa kuliko wewe. Wananiheshimu kweli kweli. Hivi nasikia huyu mpumbavu nini anachokisema, nikamdhalau nini? We mjinga nini? Alafu maskini, sijui mnakuaje na hizi akili zenu. Hebu nipeleke mimi nikapate chakula, njaa inaniuma. Huyu kaka akanambia sawa tajiri, sasa mimi sikupeleki kule kokote mpaka unapoegesha kwa heshima, na ukifanya masiala utafika mpaka Tabora ujala. Mimi nikamsonya huyo kaka yani ndo kwanza tumeonana leo, ila tayari tushatibuana kabisa. Huyo kaka ni chizi nini? Akaniongelesha hivi, nikasema kwa hiyo utanipeleka sehemu ya kula ama unipeleki? Yule kaka kanambia wala sikupeleki. Nikasema okay, unacheza na mimi, utanipeleka nakwambia. Akanambia sawa, wewe si ndo unaendesha gari, sasa nitakupeleka. Nikavuta mdomo kweli kweli, na shangaa tunaimaliza Singida na tunapita hoteli kibao na ananipitisha. Nikamuuliza, we kaka, una kichaa na kuuliza wewe una kichaa, ina maana uone hizo hoteli? Kwa nini unazipita? Nimekwambia nina njaa, mjinga wewe, hebu nipitishe nikale. Yule kaka akaniambia, nimesema hivi, sikupitishi kokote mpaka ufike kwenu. Wewe huna adabu na huwezi kuongea na mtu vizuri. Sasa mimi sina adabu zako. Wewe ni mwanafunzi unajifunza kabisa. Nilichukia jamani, nikavuta mdomo hapa, njaa inaniuma, sijakula tangu asubuhi, ila sikutaka nyenyekeo kabisa. Huyu maskini nini? Basi na yeye wala hakuhangaika na mimi. Kaka akanipitisha kote, napenda sema kwenda kula. Usiku tunaingia Tabora, yani ndo tunaanza. Nina njaa hatari, kuongea sasa siwezi, mnajua nina njaa. Nilitulia kwenye kiti kimya, nadhani masihala hakuniangalia hata, alikuwa bize na kuangalia mbele na anaendesha gari mpaka saa 4 tunapoingia Tabora mjini. Najua nina njaa. Huyu kaka hajanipitisha sehemu yoyote ya kula, yani kimoyoni nilishasema nitahakikisha huyu mshenzi baba anamfukuza kazi. Mshenzi huyu, yani sio kama mzee Alfani kabisa. Yani yule mzee wala hakuwa na shida hata kidogo, ila huyu mjinga ananifanya mimi sijakula kutoka Arusha mpaka Tabora, na uko njiani ni tumenuniana, yani ile hakila mtu ongei na mwenzake. Basi mpaka saa 4 usiku ndo tunaingia Isevya nyumbani kabisa. Basi huyu dereva akaingia na gari mpaka ndani, nakuta mama na dada Amanda wananisubiri kwa hamu nje
ndani ya fensi. Yaani ila sasa mimi nikashuka kwa hasira tena, nilipomuona mama nikaanza kulia. Nikwambie mama akaniuliza na akanikimbilia haraka na kunishika. Shida nini? Nikasema mama, ni huyu dereva, simtaki awe anafanya kazi hapa. Ni mtu gani mama huyo? Na roho mbaya na mshenzi. Mama akasema je, unamwongelea Melvin? Nikasema huyo mjinga mama, yaani huyo amenishindisha na njaa tangu asubuhi. Amegoma kunipeleka hotelini yoyote ile kwenda kula, eti ananiambia mimi ni jeuri. Mjinga huyo, mimi simtaki mama. Mama akasema ka, unaniambia nini? Hapo sasa yule Melvin naye alishashuka kwenye gari na alikuwa kasimama hivi pembeni ya gari. Mama akamuuliza, we Melvin, ni kweli mwanangu hajakula kuanzia Arusha mpaka hapa, yani tangu mmeanza safari mpaka hapa? Melvin akasema, ni kweli mama, samahani, sikupenda, alikuwa ananiongelesha vibaya. Mama akasema, kwa hiyo kama akikuongelesha vibaya ndo asile? We kijana, una akili wewe? Wewe si umekuja kuomba kazi huku unanibembeleza wewe? Leo unakuja kunikasirishia binti yangu na njaa? We kijana, una akili kweli? Yaani wewe unabishana na huyu binti? Huoni kama huyu ni mdogo kwako? Au ulikuwa unaona wa makamu yako? Melvin akasema, hapana mama, samahani, ni vile sikupenda tu majibu yake. Mama akasema, mjinga mkubwa wewe, yaani nimekulipa pesa nyingi kumfuata mtoto wangu, nimekupa mpaka pesa ya kumeki sure mtoto wangu anasafiri salama, then wewe unafanya vile unavyoona wewe ni sawa hivi? We kijana, una akili wewe? Kwani mimi nilikuajiri wewe uje kujibiwa vizuri? Mjinga nini? Melvin akasema, samahani mama, sitarudia tena. Nikadakia mie sasa, nikasema mama, huyu atarudia ujinga wake sana. Kwanza alikuwa ananijibu sana jeuri huko njiani kote, simtaki mimi. Dada Manda akasogelea akaniambia, basi Zara, punguza hasira jamani. Nikasema mama, mfukuze kazi kwanza, aondoke hapa, simtaki hata kumuona hapa. Naongea kwa hasira mno. Basi mama akamwambia, we kijana, nipe funguo za gari yangu. Melvin akasema, mama, samahani, sitarudia tena. Hii niliendeshwa na hasira, sikupenda vile alivyokuwa anaongea. Nilifanya hivi kama kumkanya kwa sababu siwezi kumpiga. Zara ni kama mdogo wangu, nisamee mama, sitarudia tena. Mama akasema, kwa hiyo mdogo wako akikosea ndo unamkalisha njaa? Na kuuliza wewe, ndo unamkalisha njaa? Mjinga wewe, leta funguo zangu na kuanzia leo kazi huna. Nakwambia, unaelewa? Wewe ondoka hapa, mjinga mkubwa wewe. Aisee, huyu Melvin wala hakuongea tena, akampa funguo mama, kisha akaanza kutoka nje. Niliona nimefurahi mno na msonyo juu, nikampa mjinga nini. Basi mama akanichukua huku kanishika mkono, tunaingia mpaka ndani, kisha akamwambia Amanda, muandalie mlembo wangu chakula haraka, maana akaniambia, pole mlembo wangu, usikasirike basi, si nimefanya vile ulichoniambia.
nifukuze kazi, na akija babako nitamweleza upumbavu wa yule kijana, yaani alikuja hapa full kujiombesha kazi kwa unyenyekevu, kumbe mshenzi tu. Nikasema mama, nimefurahi hayupo tena hapa. Basi dada Amanda akaja akaniambia, Zara, chakula tayari. Sasa nikasema sawa, asante sana dada yangu mzuri, na kushukuru. Dada akanambia sawa, wala usijali mpenzi wangu, basi karibu. Nikanyanyuka na mama na tukaendelea mezani, na dada Amanda akaanza kutusogezea mapoti ya chakula. Nilivuta poti la wali nilikuwa ni mwingi, nikapakua mchuzi wa kutosha, nyama za kutosha, nikaanza kula. Mama alikuwa nahisi njaa mno. Aisee, huyu Melvin alikukomesha mshenzi sana. Basi nikala mno, ila niliwahi kushiba, ila bado nilikuwa nimenuna. Mama akanambia, basi tena na wewe, si umeshafika nyumbani na umeshakula na umeshasema nimfukuze kazi na nimeshamfukuza, basi tulia. Basi mama akanambia maongezi mengi. Baadaye akanambia nenda kaoge. Sasa baba anakuja, son, tuongee juu ya habari za shule, sawa? Nikasema ndiyo mama. Basi nikanyanyuka kisha nikaingia chumbani kwangu. Kulikuwa kuzuri na kusafi mno. Nikajua dada Amanda kashasafisha na kashanifanyia usafi muda mrefu. Basi nikajitupa kitandani kwanza. Nina chumba kizuri mimi, tena huku ndani kila kitu changu kina rangi ya pinki. Aisee, mimi napenda sana rangi ya pinki, naipenda mno. Basi nikainuka, nikavua nguo zangu, nikavuta taulo, kisha nikavua nguo zangu na taratibu nikaingia bafuni, kisha nikapiga maji taratibu mno. Mimi mpaka nafikisha umri huu nilishakuwa na mwili na nilikuwa msafi mno, japo bado sikuwa nimeanza mapenzi. Na mbaya zaidi, shule zote nilizokuwa nasoma nilikuwa najipeleka girls tupu. Basi nilipooga nikapaka losheni yangu vizuri, nikavaa kipensi changu na t-shirt. Jamani, siye kwetu ni wazungu kwetu kweli kweli. Sala la kuvaa wala mzee anizungui na hana shida kabisa. Basi baada ya kuvaa sasa ndo nikaenda sebleni, nikamkuta baba yangu akakaa sebleni, ni kama alikuwa ananingoja mimi. Nilifurahi kumuona baba, nilimkimbilia kwa furaha mno, kisha nikamkumbatia, nikasema jamani dadi, wao. Basi nikambusu baba shavuni. Baba akaniambia, wao mlembo wangu, pole umekonda. Nikasema masomo baba. Baba akatabasamu akaniambia, ila umezidi kuwa mlembo mtoto wangu mzuri jamani. Nikasema dadi, hata wewe nao umezidi kuwa handsome boy. Basi baba akawa anacheka, akaniuliza vipi shuleni, masomo yalikuwaje na mtihani yako ya mwisho umeionaje? Nikasema baba, mitihani ipo poa kabisa na kupromisi nitafaulu vizuri mno. Baba akasema wao, vizuri sana mlembo wangu wa pekee. Basi nikawa nacheka mimi na baba yangu.